Unajua najiuliza, ni nani kakwambia? Ila mimi nimezungumza na wifi yako na hili jambo nimelibariki kwa amani zote. Tena safi, kiroho safi. Wanasema vijana wa siku hizi. Kwa hiyo dadangu, kuwa na amani. Moyo wako usiwe na mashaka juu yangu. Usipende kusikiliza watu. Na kama anakupenda, natarajia hivi karibuni itakuja posa. Wifi, kwa sasa kakako amekubali kila kitu. Kwa hiyo ni wakati wako wewe kumuita huyo mtu aje hapa nyumbani. Yaani usiwe na wasiwasi, amebariki kila kitu, yupo radhi na kila kitu, wewe tu. Na hili dadangu, jambo linatakiwa lifanyike haraka. Kwa sababu ni jambo la neema. Fakwini, kwa ndio uliombea haraka ili jambo lifanikiwe, na kiwezekana mfosi majambo yaende. Au upendi dada? Una uhakika kaka na upo tayari? Aha. Pigia mstari. Kwani wasiwasi wako unatoka wapi? Hili swala liko safi. Murwa. Mimi niko safi. Mimi sina shaka na wewe dadangu. Sawa kama upo tayari. Mimi nimefurahi. Na nashukuru sana kwa kulikubali ombi langu. Demesha hilo. Mtoto mdogo sana. Angalia alipoingia kwenye mtego kirahisi. Ashanasa. Mume wangu, na wewe punguza hizo kufa zako. Yaani muziki hata hujaisha. Wewe tayari umeumaliza. Subiri muziki uishe ndio useme mwisho. Na hii mke wangu ninavyoizoom ishafika mwisho hii. Tena. Alafu mke wangu tatizo, yaani hicho kijicho chako. Unajua mtu mwingine sasa unaniali, lakini mwanzo kondo nishakufanisha. Yaani kuna vitu vinanikumbusha. Yaani hicho kijicho ndio kinanikumbusha hisia zangu. Yaani hapa nataka tulipoishia, maana mtu toka nizingua. Mbona umechelewa? Yaani umenigandisha muda wote hapa kama mimi ndo mwenye uhitaji. Nisamee bure. Unajua nilikuwa natafuta namna nzuri ya kumtoka yule mwanamke. Isitoshe mimi sina kazi. Afu lazima kuwe kuna sababu ya kutoka. Yaani sina utofauti na mwanamke kwa kweli. Usijali, na ndio maana natamani nikufungie kwangu. Siku hizi mbili nikufungie. Hapo mpenzi wangu. Nikirudi ndio atanifukuza kabisa. Na ngonda zikuta nje jamani. Hapo ndo ninapotaka. Nafasi ya kutawala mchezo. Tena mchezaji nikiwa peke yangu. Acha mambo yako bwana. Wanasema kitaalamu, kisayansi, lakini hii sayansi yangu. Ukimwona mwanaume ana mwanamke zaidi ya mmoja, kuna mawili. Moja, inawezekana mwanamke huyu hana chochote cha kumpa bwana wake. Lakini cha pili hiki ni tamaa tu za wanaume. Sasa hapa nina mashaka. Huyu mambo nishamshuhudia kwenye matukio mawili ya hisia. Nani nimpe lawama, mkewe wa nyumbani ama yeye? Lakini sasa ili nimpe lawama vizuri na nitoe elimu, lazima kwanza nikashuhudie. Au nitoe elimu? Shenzi. Hisia. Ngoja nikaone.
Ndugu yangu, unanitisha. Na wewe unawaza. Alafu siku nyingine huo unatoa taarifa kabla hujanishika mkono. Sawa, usijali. Siku nyingine nitafanya hivyo. Vipi lakini unawaza kupindua nchi nini? Ndugu yangu, mimi nafikiri ni muoe Fakwini ili niweze kuachana naye. Chiko, kwa hiyo unamuoa Fakwini ili kumjuza umtaki? Hapana. Nafikiri utanielewa nini namaanisha. Wewe endelea kusubiri. Sawa. Mimi siwezi kupinga wala kubisha ulichoamua wewe. Kwa upande wangu mimi ni swala la muda tu kuamini kwamba akili yako ipo sawa. Mimi nipo ndani. Halo. Usitoke haraka. Mumeo ameingia. Nimepishana naye mlangoni tena akiwa na mwanamke. Tuliza pupa zako hizo. Hizo pupa zako zitakuponza. Haraka sasa za nini? Wakati mwenyewe una makosa kuwepo gesi hapo. Nisikilize mimi. Pitia mlango wa nyuma. Naamini hata kuona. Mlango wa nyuma umeharibika ndugu yangu. Mlango ni mmoja tu. Cha kufanya wewe mwambie baki huko ndani mpaka wao waingie, mambo mengine ndio yaende. Alafu mwanangu sio ujanja. Kwa sababu wewe unatoa siri ya mwanaume mwenzio. Huo ni umama. Wewe bwege kitabu chako wewe kina majibu yake. Chance. Nani ya kike? Wewe unashindaje kujibu vizuri, unatafuta tagi ubavu wewe mbwa wewe. Unatafuta tagi ubavu na kumharibia mwenzio. Kwanza naomba 5,000. Mimi 5,000 sina. Au una 5,000 Sasa una 5,000? Baridi. Ushamaliza na mke wa mtu, naenda kumwambia mkeo sasa. Ndio bwana. Hizo habari za kike bwana. Haya mambo yanayo ya kike. Kwa hiyo habari za kiume zile kutoa siri za mwenzako. Zile habari za kiume. Wewe mama fala wewe. Cha kufanya mimi naenda kumwambia mkeo. Tutaka kunipa 5,000? Naenda kumwambia mkeo. Subiri. Shida yako si 5,000 tu. 5,000 tu. Yeah. Subiri. Nakupa 5,000. Naomba tumalizane hapa. Na mimi nikupa 5,000 yataishia hapa. Utaweza kumwambia mkeo. Tumuombe Mungu. Sala ya kumuomba Mungu. Mambo si haya bwana. Tisha mwanangu safi sana. Sehemu yote kuna makato bwana. Makato ndio yanajenga nchi. Kipi ulichosahau kwangu? Hivi Kante, kwa nini bado unaendelea kunisumbua? Kwani mimi na wewe hujui kama tumeachana? Sikiliza nikwambie, kuzaa na wewe siwe tamu. Sawa.
Jamani, mambo mzima? Niko vizuri. Mbona siku hizi unipigii? Siku hizi mwenyewe sina hela. Na hata hela zilizobaki ni ya mimi kunywa kuongeza madini ili kuwapa tiba hao wanaosumbuliwa na hisia. Sasa wewe unadhani na mimi nikivurugwa kama wanavurugwa wengine, nani atatoa elimu juu ya hisia? Nani? Akumie. Mimi siwezi kumuonyesha mwanamke hela. Mwanamke ukimuonyesha hela, atakupenda kutokana na hela uliomuonyesha. Siku zikiisha, kakimbia. Sitaki hata kusikia. Amna, mimi wewe mpenzi wangu, siwezi kuwa kihivyo, wewe mali yangu. Twende geto basi. Ili nikatoe kitu niongeze kitu kuzielekeza hisia zangu. Kwani leo unashinda ngapi mpenzi? Toba. Hela tena? Ushasahau? Do. Aise wanawake mnasahau haraka nyinyi. Wewe umetoka kuniambia nini hapa? Alafu unafanya nini? Sema ndo wanawake wa siku hizi nyinyi ndo mlivyo. Nikifanyikaga tendo mnaisikia nyinyi mmefanya kazi peke yenu. Mnasahau kabisa kazi tumefanya wote. Na mchelewagi nyinyi mkifika kule mbali kabisa mwisho amchelewe kusema asante. Asante. Asa kama asante unanipa mimi. Kwani wewe usinipe hela mimi? Lakini twende geto. Bwana, mimi naenda. Ila tusije kusumbuana. Mimi na wewe hatuwezi kusumbuana Teddy. Wewe twende, labda tutasumbuana kitandani. Wewe twende. Haya. Chiko. Nusu ya roho yangu ipo kwako. Siwezi kupumua bila taswira yako. Fakweni, wewe ni nyota ambayo imejitenga, ambaye hahitaji chochote zaidi ya kusuguriwa vizuri ili izidi kung'aa. Chiko wangu. Umejiandaa kuniita mume? Mimi tayari nimeshafanya hayo mazoezi. Maana nakumbuka babu yangu aliwahi kuniambia kwamba ndoa ni kitu kikubwa sana. Na ndio maana shule ya ndoa wanatanguliza kutoa vyeti kwanza kabla ya kuhitimu. Ila mimi nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Yaani nipo tayari hata kutoa maisha yangu kwa ajili yako. Nashukuru sana. Lakini nikuombe kitu. Naomba uende nyumbani. Maana wewe ni bi harusi sasa. Karibu. Sasa baba karibu uko ndani, karibu toka nje. Wanangu. Samahani kwanza kwa kushtukiza. Samahani sana. Lakini wewe mtu mzima. Kwa kuwa macho yako yanaona, basi najua utakuwa umeelewa. Baby, zama kwa ndani. Kwani hapa ndo kwako? Wewe naye bwana wewe. Muda mwingine sio lazima mechi uchezee nyumbani. Yaani inatokea kama hivi mechi unachezea ugenini. Utafurahi mechi za ugenini zinakuwa tamu. Kwa hiyo hapa tunachezea mechi ugenini. Nyumbani tunazoea, viwanja vinatumika sana, ndio maana vinakuwa vina mabonde. Kwa hiyo tunaenda hata ugenini huku kuangalia viwanja vipi vipoje. Usiwe hivyo bwana, usizoe hivyo acha kama wanaenda kwenye viwanja vya nyumbani tu na ugenini inakuaje? Izamishe kwa ndani. Zama. Kwa hiyo hii ndio njia ambayo ya kunifundisha mimi hisia, si ndio?
Hii ni moja ya njia ndugu yangu. Zipo njia nyingi sana za mimi kufundisha hisia, lakini hii ni njia moja wapo. Unajua walimu wa siku hizi wanafeli kitu kimoja. Wanatufundisha sana kwa makaratasi. Sana kwa makaratasi. Kumbe muda mwingine tunatakiwa tujifunze kwa vitendo. Hasa mwanafunzi wewe, mimi nakupeleka kwa vitendo ili uelewe zaidi. Umeona bwana? Kante. Yaani ukiona vitu vigumu unavitia tu ugumu ili vitu vigumu viwe vigumu. Hivyo hivi. Moyo ukiumia, machozi yanatoka kwenye macho. Lakini moyo ukifurahi, mwili wote unatabasamu mwanangu. Punguza kuumiza moyo. Sinaona machozi haya. Asante kwa geto. Wewe nitoke, nitakufundisha kitu kikubwa sana. Sawa? Kwa mvumilivu, kwa na subira. Manjenga, kwani nimekukela nini? Ni hili swala la kuambia mimi na mtoto bila kutaarifu ama kuna lingine? Hebu epita njia huku tusiongozane. Taongea vizuri muda mwingine tukionana. Wewe nenda tu. Lakini yaani hapo unakuweka lakini unakuwa unakosea. Wewe nenda tu. Leo ilikuwa siku nzuri kazini. Elewa hilo.